Hujambo na karibu tena mtazamaji wa The World News katika kipindi hiki cha ulimwengu wa siasa. Mimi ni Adam Hussein. Miongoni mwa ripoti tulizokuwa nazo ni juu ya Saudi Arabia ambayo huenda ikalazimika kuwa na uhusiano wa karibu na Israel kutokana na kulazimishwa na rais wa Marekani Donald Trump juu ya kile kinachofahamika mkataba wa Abraham Accord 2020. Siku zijazo Marekani na Saudi Arabia zitafanya mkutano mkubwa ambapo mwanamfalme wa Saudia atasafiri kutoka Riyadh kuelekea nchini Marekani. Miongoni mwa mambo ambayo yanatajwa ni juu ya mkataba wa Abraham wa mwaka 2020. Ni mkataba ambao unayataka mataifa ya Ghuba kuwa kitu kimoja na kushirikiana na Israel katika diplomasia na kuhakikisha wanashirikiana katika kukuza uchumi wa taifa hilo ambalo linaonekana kutengwa na mataifa mengi ya Kiarabu. Sasa Washington kama mshirika wa karibu wa Israel inatumia njia nyingine ya kuweza kuona ni jinsi gani Israel inapata washirika katika eneo hilo la Mashariki ya Kati. Ikumbukwe kwa kiasi kikubwa Israel imetengwa na ulimwengu kutokana na vita vyake katika ukanda wa Gaza. Lakini pia ni kutokana na kile kinachotaka kufanywa na waziri mkuu wa Israel Benjamin Netanyahu, hasa katika mpango wake wa kutanuka kwa Israel na kuifanya Israel kuwa kubwa. Ilitangazwa miezi miwili iliyopita kwamba Israel mipango yake ni kuhakikisha inateka baadhi ya maeneo ya nchi ikiwa ni pamoja na Palestina, ikiwa ni pamoja pia na Jordan, Iraq na hata Saudi Arabia, jambo ambalo limezidisha mvutano wa kidiplomasia kati ya Saudi Arabia pamoja na taifa hilo la Israel. Kadhalika taifa hilo la Kiyahudi pamoja na Saudia waliingia katika mgongano wa kutoelewana kidiplomasia kutokana na vita vinavyoendelea kati ya Israel na eneo la ukanda wa Gaza, huku Israel ikifanya mauaji makubwa katika eneo hilo la ukanda wa Gaza. Saudia ilitishia kuondoa kabisa uhusiano kati ya Israel. Hata hivyo, Donald Trump ambaye alizindua mkataba wa Abraham mwaka 2020 aliwaambia waandishi wa habari hivi karibuni kwamba tuna watu wengi wanajiunga na mkataba wa Abraham sasa na tunatumai tutapata Saudi Arabia hivi karibuni, alieleza kiongozi huyo wa Marekani Donald Trump. Ziara ijayo ya mwanamfalme inaweza kufungua tena njia ya mazungumzo yasiyokuwa ya moja kwa moja kati ya Jerusalem na Riyadh, kama chanzo kimoja cha kifalme cha Saudia kiliambia shirika la habari KAN News Jumamosi, ikisema kwamba juhudi tayari zinaendelea kuyeyusha barafu kati ya nchi hizo mbili na kusaidia madaraja ambayo yalikuwa mbali zaidi wakati wa vita. Ni wakati mwingine ambao Saudi Arabia ambayo inahitaji ndege za kivita za F-35 kutoka kwa Marekani huenda ikakubaliana na mpango wa rais wa Marekani wa Abraham Accord. Urekebishaji hauwezi kuendelea bila harakati kuelekea mfumo wa serikali mbili ambao Saudi Arabia imekuwa ikiwaza wakati wote, kwa maana ipo tayari kushirikiana na Saudia, isipokuwa lazima kuwepo kwa serikali mbili, kwa maana serikali ya Palestina na ya Israel, jambo ambalo halikuizuia Bahrain, Umoja wa Falme za Kiarabu na Morocco kujiunga na makubaliano hayo, licha ya kwamba nchi hizo sasa zinahitaji kuona Palestina ikiwa huru. Kusawazisha na Israel hakutasonga mbele bila makubaliano ya mataifa mawili kati ya Israel na Palestina, maafisa wa Saudia walisisitiza, wakisema kwamba hata kama mpango huo utakuwa unawezekana, lakini jambo kubwa ambalo mwanamfalme wa Saudia Mohammed bin Salman aliliomba kutoka kwa rais wa Marekani Donald Trump ni juu ya kuanzishwa kwa taifa la Kipalestina, ambapo pia rais wa Marekani amekuwa akigoma juu ya hilo kama ambavyo amegoma waziri mkuu Benjamin Netanyahu. Mpango huo lazima uhusishe mpango wa wazi wa kuondoka kwa Israel kutoka katika ukanda wa Gaza pia. Afisa wa Wizara ya Mambo ya Nje ya Saudia Manal Radwan alisema katika ripoti kupitia shirika la habari la Reuters kwamba mpango wa kuaminika lazima ujumuishe kujiondoa kwa Israel katika eneo la ukanda wa Gaza moja kwa moja, lakini kutumwa kwa kikosi cha kimataifa cha ulinzi na uwezeshaji na kurudi kwa mamlaka ya Palestina kuwa kama taifa. Hakuna lolote kati ya haya ambayo ni jipya hasa, lakini sasa kwa vile mwisho wa vita unakaribia, imekuwa ngumu zaidi kushughulikia masuala kama haya, ilieleza taarifa hiyo. Sauti za Wamarekani zinasisitiza vile kwamba fursa hii haiwezi kupotezwa. Akizungumza na mhariri mkuu wa gazeti la The Jerusalem Post huko Las Vegas, Senator wa Marekani Lindsey Graham alihusisha fursa ya amani moja kwa moja na kushindwa kwa Hamas na kudhoofika kwa washirika wa Iran.
Lazima umpe Mohammed bin Salman upeo wa kisiasa ambao anaweza kuuza kwa ulimwengu wa Kiarabu, kwa sababu unahifadhi utu kwa Palestina bila kuhatarisha Israel. Graham alisema akitabiri kuhalalisha ifikapo Mei mwaka 2026. Aliita kilele cha asili cha urekebishaji wa kikanda amani pamoja na mpango wa ujenzi mpya huko katika ukanda wa Gaza ambao washirika wa Kiarabu wanaweza kuutetea hadharani. Kwa Israel, kuhalalisha kunaweza kuimarisha kukubalika kwake katika ulimwengu wa Kiarabu na Kiislamu, thibitisho kwamba miaka 75 sasa Israel kweli haiendi popote na kwamba labda ni wakati wa kutazama mbele badala ya kurudi nyuma. Pia ingefungua ufikiaji wa moja kwa moja kwa masoko ya Saudia, anga na ushawishi wa maeneo mengi katika eneo la Mashariki ya Kati. Mtazamaji, endelea kutufuatilia. Hata hivyo, wachambuzi wengi wanasema kwamba jambo hili litawezekana tu ikiwa nchi za Kiarabu zitaona Palestina itakuwa taifa huru kama ambavyo wao wamekuwa wakiitaka. Mtazamaji, endelea kutufuatilia, lakini usisahau kulike, usisahau kucomment, kadhalika na kusubscribe channel yetu hii ili upate habari hizi kwa mapana hapa The World News. Mimi ni Adam Hussein. Endelea kuwa nasi wakati wote, endelea kutufuatilia.